na nyinyi wote mliona usiku nilipangiwa, watu wakakuja kwa hasira na kuharibu na kwa chuki, wakabomoa hiyo biashara yangu. Hata magari ya wateja ilikuwa hapo ikafinywa na kuharibiwa, hata gari langu mwenyewe la kutembelea isipokuwa hii akaunti ikaharibiwa hapo. Kagari ile nilikuwa nimenunulia mama, hata hiyo ikaharibiwa hapo. Ile kitu yenye mtu hajai kuona. Lakini yote nimesema mimi nimewachia Mwenyezi Mungu, kwa vile hii mikono bado imebaki, hii akili imebaki, na amenipatia uhuru wa kufanya kazi. Ile kitu sitafanya, sitapoteza mwelekeo, nitakaa vile nilivyokuwa, kusimama na kulenga ambalo nilikuwa na haja nalo, huduma kwa watu wa Kiambu. Na kwa hivyo hiyo kazi ndio nitaendelea nayo. Hamtanisikia huko kwa matusi, hamtanisikia huko kwa kuongea mambo ya chuki na vita, lakini kwa kazi mtaniona. Na ndipo mnasikia siku hizi kwa hii kaunti ya Kiambu tuko na msemo mmoja, tunasema kazi ndiyo hiyo na roho ndiyo hiyo. Kwa hivyo kazi yetu tutatenda, sisi hatuna wasiwasi, hatuna haja na siasa, na msiwe na wasiwasi. Ile kitu nawaomba ni maombi yenu. Mtatupatia maombi jameni, ndio tuelekeze, tuendeleshe hii kazi yetu ya kaunti ya Kiambu.